Hello, mambo vipi mtazamaji wa 7 Media? Mimi naitwa Miss D. Kazi yangu ni moja tu, kuletea updates ambazo zimetrend sana kwenye mitandao ya kijamii. And guess what? Siku ya jana bwana, ilikuwa ni siku kubwa kwa Diamond Platinum kwa sababu ni siku ambayo ilikuwa ya historia kwake baada ya kuperform pamoja na Fally Ipupa. As you know kwamba tunajua Fally Ipupa aliandaa tamasha lake ambalo lilifanyika pale kwenye uwanja wa Stade de France ambao unachukua zaidi ya mashabiki 80,000 na mashabiki wote waliingia, nikimaanisha kwamba tickets zote zilikuwa sold out. So siku ya jana ilikuwa ni siku ya pili kwa sababu alianza juzi show yake ya kwanza, lakini siku ya jana ilikuwa ni show ya kumalizia, na siku zote mbili Fally Ipupa alijaza ukumbi huo. Lakini kitu kikubwa ambacho kiliwa surprise mashabiki ambao walikuwepo kwenye uwanja huo baada ya Diamond Platinum kufanya surprise, baada ya Fally Ipupa kusema kwamba kuna mtu atamtambulisha, akaonekana Diamond ameingia na kuperform na Fally Ipupa wimbo wa Inama. Kama unavyojua bwana, wimbo wa Inama ni moja kati ya wimbo ambao ulifanya vizuri Tanzania, lakini pia kwa Afrika Mashariki, kwa sababu hata ukienda YouTube viewers wake ni wengi zaidi, numbers kuanzia audio mpaka video. Ni moja kati ya wimbo bora ambao pia uliwafurahisha mashabiki wengi, kwa sababu Diamond ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya collab na wasanii tofauti tofauti. Moja kati ya watu ambao amefanya nao pia ni Fally Ipupa, ambayo siku ya jana alikuwa na show yake kule, lakini aliona sio mbaya, kwa nini nisikaribishe baadhi ya wasanii ambao nimefanya nao collab. So moja kati ya wasanii ambao wametuwakilisha vizuri kutokea Tanzania na Afrika Mashariki ni Diamond, lakini kitu kikubwa ambacho alikifanya baada ya kuimba wimbo wake wa Koma Sava, ni moja kati ya wimbo nikisema umeandika historia, hamna mtu ambaye anabisha, kwa sababu ni wimbo ambao umetambulisha taifa zaidi, kwa sababu mataifa mbalimbali wanawimba huo wimbo. Lakini ukiachana tu na kuimba, ni wimbo ambao umefanya collab na wasanii wakubwa, na pia collab yake imeenda zaidi duniani. Ukiachana na wimbo, video pia ya Koma Sava tunaielezea, kuna utamaduni fulani zimeonyeshwa, kwa sababu kwenye video ile kuna wasanii tofauti tofauti wameonekana, lakini ukiachana wasanii kuna tamaduni za watu tofauti tofauti wameonekana kutokana na kile ambacho amekiimba Diamond Platinum. So baada ya jana watu kuposti hiyo show bwana, kuna baadhi ya wasanii wametoa pongezi kwa msanii Diamond kama Juma Jux, lakini pia vyombo vya habari Tanzania vimesupport na kusema kwamba Diamond anatakiwa aheshimiwe kutokana na kile ambacho amekifanya, kwa sababu zaidi ya watu 80,000 wameimba Koma Sava. Yaani sio kitu rahisi kwa msanii kutoka Tanzania kwenda kwenye show kubwa kama ile ambayo Fally Ipupa aliandaa, kukaribishwa na kufanya kitu kikubwa zaidi ya yule ambaye alikuwepo. Ni kitu ambacho mtu anatakiwa kupewa pongezi. Nikipitia baadhi ya comments, watu wengi wametoa maoni yao baada ya siku jana bwana hiyo posti kupandishwa na kuonekana Diamond akiperform mbele ya mashabiki 80,000. Watu wengi wametoa comment zao tofauti tofauti kutokana na kile ambacho kimeonekana. Liliomi aliandika Big Man Lion. Kuna mmoja anasema Diamond ni mmoja tu Tanzania kwa sababu anatuwakilisha vizuri. Huyu anaitwa Irene Konzi anasema naangalia meno yote nimefunua. Kile ambacho anakiona kutoka kwa msanii Diamond imekuwa kama ni surprise, kwa sababu tumeshazoea kuona wasanii wanafanya show ndani ya mikoani na vitu kama hivyo, lakini imekuwa tofauti kwa Diamond kwa sababu amefanya nje na amefanya vizuri, ameperform vizuri, lakini pia amepokelewa kwa mapokezi makubwa, tofauti na vile watu tumezoea na kuwachukulia poa wasanii wetu. Lakini Diamond anaendelea kutuonyesha kwamba msanii unatakiwa ufanye vitu vikubwa, lakini pia unatakiwa utambulishe taifa lako kwa kile ambacho unakifanya. Ukiachana na hivyo, ameonyesha jinsi ambavyo wa ukomavu, kwa sababu mtu mwingine angekuwa asema tayari mimi nimeshakuwa mkubwa na vitu kama hivyo, siwezi kufanya sehemu show, labda nimekaribishwa nitafanya mwenyewe. Lakini kwa Diamond anaonekana ana chachu ya kupambana, kuonyesha kile ambacho amekipitia toka anaanza, ambapo tumemuona, lakini mpaka sasa hivi anafika, kwa sababu ni sio rahisi mtu kupambana kutoka from zero to hero na bado unaendelea kuonyesha kile ambacho unakifanya, haukubahatisha. So huyu anaitwa Kelly na anasema watu wanahangaika na buju huku, na kuna mwingine anafanya show sehemu ambayo Watanzania wote tulitakiwa tuiangalie siku ya jana. Huyu anaitwa Kipenzi anasema Diamond ni mmoja tu. Huyu anaitwa Uren Sultan anasema Diamond ajengewe sanamu Tanzania tukimkumbuka kwa mazuri
siku ambayo atutakuwa naye duniani. Huyu anaitwa Wolfman anasema huyu ndio msanii ambaye tunamtaka kwa sasa hivi kwa sababu mziki wetu tunahitaji ukue na utambulike. Huyu anaitwa D_mapenzi anasema hawamjui, wanamshangaa tu. Comment kama hizi sio mbaya, pia watu wanakuwa na comments na vitu kama hizi. Huyu anaitwa Binti Kiesi anasema msanii wangu yule, Mungu endelea kumbariki. Huyu anaitwa Vichago anasema Kongo na Tanzania, Mungu aendelee kutulinda. Hizo ni baadhi ya comments ambazo nimezipitia hapa kwa kile ambacho Diamond amekifanya, lakini nikumbushi tu Fally Ipupa amefanya show hiyo kwa ajili ya tamasha maalum kwa ajili ya kusherehekea miaka 20 ya mafanikio yake ya mziki. Akaamua kufanya tamasha kubwa kwa sababu yupo kwenye game zaidi ya miaka 20, lakini watu wanaendelea kusikiliza nyimbo zake. Kuna nyimbo za Fally Ipupa ukianza kuzisikiliza toka ameanza kutoa, lakini leo akiimba watu wanakuwa naziimba kwa sababu wanajua watu wamemsupport. Ikabidi afanye show tofauti na sehemu ambayo anatokea, kwa sababu watu wengi tunajua Fally Ipupa anatokea Kongo, lakini tamasha hilo alienda kufanya nje ya Kongo ili kuwapokea mashabiki wengine ambao walimisi zaidi. So mimi cha kuwashauri wasanii wengine bwana, either wadogo hata wakubwa, ukiwa na tamasha lako sio tu lazima tukuone hapa. Kuna vitu unatakiwa badilike, unatakiwa katengeneze tamasha sehemu zingine. Hata kama mwanzo hautopokelewa vizuri, naamini inakuwa ni mwanzo, watu wanakuona una uthubutu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu tunataka tuvifanye kutambulisha muziki wetu sehemu tofauti tofauti, kwa sababu Tanzania tayari tumewaona, tunaona muziki yetu na support. Natakiwa mtafute mashabiki sehemu zingine ambazo watu waanze kuwazoea, lakini pia naona ni njia rahisi kwa ajili ya kupata collab tofauti tofauti. Lakini nimpongeze Fally Ipupa kwa tamasha yake kumaliza tickets sold out siku ya kwanza na siku ya pili, lakini pia nitoe pongezi kwa sababu baadhi ya wasanii pia walienda kumsupport. Wizkid pia alienda kwa ajili ya tukio ya Fally Ipupa siku ya kwanza na vitu kama hivyo. So nimeona pia baadhi ya wasanii wanatoa shouts kwa wasanii wengine wakifanya matamasha na vitu kama hivyo, na ndio upendo ambao unatakiwa, kwa sababu naamini wasanii wakiungana bwana, kunakuwa na chemistry ambayo mtu inampa nguvu kupambana kuendelea kufanya matamasha mengine na vitu kama hivyo. Mimi ushauri wangu kwa wasanii wa Tanzania, washikamane, wafanye vitu vizuri zaidi. Bifu zipo na vitu kama hivyo, lakini wakiamua kushirikiana mziki utaenda vizuri. Tuone kazi tofauti tofauti. Tunatamani kuona kazi ya Diamond akiwa na Harmonize, tunatamani kuona kazi ya Diamond akiwa na Alikiba, tunatamani kuona kazi ya Mbosso akiwa na Diamond. Yaani kuna kazi tunatamani kuziona kwa sababu Watanzania tunataka mziki mzuri, lakini pia ni watu ambao tunapenda mziki na ndio maana tuna support. So mimi ushauri wangu tu ni huo. Lakini kitu kimoja nimesahau ni kwamba kwenye wimbo wa Inama bwana, ni wimbo ambao mstari wa Harmonize Diamond aliuimba bila kutotaja jina la Harmonize, kwa sababu aliimba wimbo na akataja kabisa jina la Harmonize pale. Kiroho safi, ni mtu ambaye unaona ni jinsi gani amemkuza Harmonize na ameamua kumtaja kwenye tamasha kubwa. Msanii mwingine angeamua tu hata kuimba mstari, angeuacha upite na vitu kama hivyo, lakini Diamond kwake imekuwa tofauti. Ameamua kuimba wimbo wote bila kikwazo, tofauti na watu wanavyotafsiri kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Ni bado anaonyesha mchango gani ambao amempatia Harmonize na vitu kama hivyo. So mimi ushauri wangu bwana, wasanii waungane, wasapotiane na vitu kama hivyo. Leo nilitamani kuona baadhi ya wasanii wanaposti clip za Diamond kumpa pongezi na vitu kama hivyo. Asilimia wasanii nitamani kuona hivyo. Lakini pia baadhi ya vyombo vya habari wamefanya vizuri kumpa support. Natumaini kuna wengine wataonyesha njia zaidi tofauti na ambavyo Diamond ameonyesha. Kufika hapo sina la ziada. Nyuma ya kamera Mtasha ambaye amefanya inaonekana vizuri kabisa. Until next time.